Si rahisi kuzungumzia mpira wa miguu pasipo kumtaja Mbwana Ali Samata. Ni mchezaji aliyejizolea umaarufu zaidi Tanzania kwa takribani miaka 10 sasa kutokana na uwezo wake wa kusaka soka. Samata alizaliwa Disemba 23 mwaka 1992. Ni miongoni mwa vijana walioishi eneo la Mbagala lililopo jijini Dar es Salaam. Mbwana Samata alianza kucheza soka katika timu ya Kibangulile ambayo ilisifika kwa kulea na kukuza vipaji mbalimbali. Alijiunga na klabu ya Mbagala Market ambayo ilimtambulisha zaidi nyota huyo mwaka 2008. Timu hiyo ya Mbagala ilipanda ligi, ndipo mfanyabiashara maarufu Mohamed Dewji akainunua na kuibadili jina na kuitwa African Lion. African Lion ilidumu hadi mwaka 2010, ndipo Simba ilipomuona na kumsajili mwaka 2010. Hata hivyo, Mbwana Samata aligoma kujiunga na timu ya Simba bila ahadi yake kutekelezwa ya kununuliwa gari kwa mujibu wa mkataba. Iliwalazimu Simba kusubiri kwa muda wa miezi 6, huku Samata akigoma kabisa kuichezea klabu hiyo hadi atimiziwe ahadi hiyo. Samata ni mchezaji wa kwanza kupata tuzo ya mchezaji bora. Tuzo hiyo ilitokana na mafanikio aliyoyapata akiwa katika klabu ya TP Mazembe ambayo ni klabu bingwa Afrika mwaka 2018. Lakini pia ni mchezaji wa kwanza kufunga mabao katika michezo miwili ya fainali ya ligi kuu ya mabingwa Afrika. Lakini pia Samata ni Mtanzania wa kwanza kuteuliwa kwenye kikosi bora cha mwaka, huku baadhi ya wengine ni Maulid Dilunga na Omar Mahadhi. Lakini pia ni miongoni mwa wachezaji wa Kitanzania waliofanikiwa kujiunga na ligi kuu ya Uingereza, ambapo ameichezea Tanzania kwenye michuano mikubwa kama African, michuano ya CHAN na Sekafa. Kwa sasa nyota huyo anaichezea timu ya Le Havre AC ambayo inashiriki ligi kuu ya Ufaransa msimu wa mwaka 2025 hadi 2026, ambapo alijiunga na klabu hiyo mwaka 2025, huku akiweka historia ya kuwa Mtanzania wa kwanza kucheza ligi kuu ya Ufaransa. Mbwana Samata anabaki kuwa zaidi ya mchezaji soka, ni alama ya matumaini, bidii na mafanikio kwa vijana wa Kitanzania na Afrika kwa ujumla. Safari yake kutoka viwanja vya nyumbani hadi soka la kimataifa inaonyesha dhahiri ya kwamba ndoto zinaweza kutimizika kwa kuwa na nidhamu, kujituma na kujiamini. Makala hii imeandaliwa na kusoma kwako na Fausta Sanga, na hii ni FGA TV.